Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia muda kama huu ya kufikia siku ya leo. Kwa hiyo tutajifunza neno la Mungu kwa uchache, kwa pamoja, alafu itakayotupelekea pia kwa maombezi yetu ya siku ya leo. Basi acha tumshukuru Mungu Baba katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya muda kama na huu na neema yako ambao umeizihirisha kwetu siku ya leo. Ninalibariki neno lako hili ambalo linataka kutolewa kwa ajili ya watu wako, taifa lako. Baba, acha neno hili ulipake mafuta na neema ili iwe na kibali na kupenya ndani ya mioyo ya watu wako kwa kuleta mabadiliko na nguvu za mageuzi, kwa sababu imeandikwa ya kwamba neno lako halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yake. Neno hili Bwana ninaliombea neema na rehema zako Bwana zionekane juu ya watu wako, wapate kuwa na mioyo ya utayari kwa kupokea neno lako na kulifanyia kazi. Katika jina la Yesu Kristo, kila makusudi ya uharibifu wa giza ipate kushindwa na kazi zote za ule mwovu shetani zaibishwe kwa damu ya Yesu Kristo aliyefufuka. Baba, nawabariki watu wako na kuwatakasa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Wapendwa katika Kristo, na wasalimu tena katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tutajifunza maneno ya Mungu, lakini kichwa cha somo langu linasema ya kwamba jangwa hutangulia kabla ya mafanikio. Jangwa hutangulia kabla ya mafanikio. Tutasoma katika kitabu cha Kutoka sura 15 mstari wa 22. Nitasoma kwa Kiswahili ya Kongo ambacho ni kitabu ninacho mahali hapa, na tutajifunza maneno matakatifu kwa pamoja. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka sura 15 mstari wa 22, Musa akaongoza Israeli toka Bahari Nyekundu, wakatoka kwa jangwa la Suri, wakakwenda safari ya siku 3 jangwani, wala hawakukuta maji. Amen. Wapendwa katika Kristo, Biblia inaonyesha namna gani Musa alipotumwa na Mungu kwa kuongoza taifa la wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, ambao walikuwa wakiishi na kukaa kama watumwa. Alafu Biblia inasema ya kwamba Mungu akasikia kilio na uchungu na maumivu ya watu wake ambao wanapitia na kuteseka katika nchi ya Misri ambapo walikuwa ndani. Mpendwa katika Kristo, hiyo shida, hiyo hali ambayo unayopitia kwa sasa, ambayo inaonekana ya kwamba ni kipindi cha kigeni kwako ambacho kinaleta zoruba kali kwenye maisha yako. Haijalishi ni mahali gani ambapo unapatikana, lakini kwenye vitu ambavyo unavifanya inakupelekea kabisa kuishi maisha ambayo sio sahihi, kwa kuleta uharibifu na kuleta machozi na machungu. Inawezekana ni katika kazi yako unayofanya, mahali pako pa kazi, kuna baadhi ya vitu ambavyo unakufanyia nao umekuwa kama mtumwa hapo. Inawezekana ya kwamba kuna biashara ambavyo unavifanya, lakini hauoni mafanikio yoyote. Unatumika kama mtumwa wala haufaidi kitu chochote.
inawezekana pia kwa maisha yako ya ndoa, vitu ambavyo unavyoviona katika ndoa ni vitu vya kutisha na vinakuwa kama vya kigeni ambavyo hukuvitarajia kuviona kwenye maisha yako ya ndoa. Mpendwa katika Kristo, Mungu anapokusikia, Mungu anapokuonea huruma, Mungu anapokusudia kukuondoa katika hali hii ya utumwa, mpendwa katika Kristo, huwa anatuma baadhi ya vitu, anatuma baadhi ya mambo, anatuma ujumbe na mjumbe kwako ambaye atakuwa njia na kufanya namna ya kukutoa katika hiyo hali. Lakini kumbuka kwamba anapokuja kukutoa, kuna baadhi ya vitu ambavyo utavipitia, kama kukutana na bahari ya Shamu. Hiyo haiwezi kusababisha imani yako ikayumba, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vitatokea kabla ya kufikia nchi ya ahadi, kabla ya kufikia pale ambapo Mungu anataka ufikie, kwa kukutoa na kukuondoa katika hiyo hali ambayo yanakutatiza na kukusumbua na kuleta uharibifu na kusababisha ya kwamba ukate tamaa na kuishi maisha ya kuleta vilio kwenye maisha yako. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, kuna baadhi ya jangwa ambayo utakutana nayo. Hiyo si jangwa ya kukuangamiza, lakini hiyo ni jangwa ya kukuimarisha, hiyo ni jangwa ya kukukaza, hiyo ni jangwa ya kukujenga upya, ili uwe na nguvu na ya kustahimili na kukabiliana na vitu vikubwa sana katika safari yako, katika msafari wako wa maisha. Mpendwa katika Kristo, kuna wale ambao Mungu aliwaahidi na kuwaahidi ya kwamba amewasikilia huruma na kuja kuondoa katika hali yao na vipindi vigumu wanavyovipitia. Lakini njia ambazo Mungu huwa anazitumia kwa kuwafikisha pale ambapo Mungu alitamani uwafikie, kuna baadhi ya vitu ambavyo watakutana navyo, kuna baadhi ya changamoto ambavyo watakutana nazo, kuna baadhi ya mitihani ambayo inafaa wakutane nazo, kama vile Yusufu. Mpendwa katika Kristo, Yusufu aliota ndoto ya kwamba ndugu zake kuna siku ambao watamuinamia, kuna siku ambayo watamshushutia, lakini kabla hajafika mahali pale, hebu tazama njia ambayo Yusufu aliyapitia: mara kutengwa na ndugu zake, mara kukanwa na ndugu zake na kuuzishwa mahali ambapo hakupajua na nafasi ambayo hakutarajia, mara kusingiziwa na kutupwa ndani ya gereza. Lakini baada ya changamoto ambazo alizozipitia, hiyo ahadi ya Mungu ikatimilika, kwa sababu neno la Mungu lazima limheshimishe Mungu kwa kile ambacho alichokisema. Mpendo katika Kristo, nakuja kukuletea neno la faraja siku ya leo, kwamba lile neno ambalo Mungu alilokiri juu ya maisha yako ni sharti yatimie, lazima yatimie, kwa sababu Mungu amesema. Mungu alisema ya kwamba atakupa nyumba. Mpendo katika Kristo, kuna baadhi ya vitu ambavyo utaviona na hivyo vitu visikutishe, usione ya kwamba uko katika nyumba ya kupanga alafu unatupwa vitu nje, na bado Mungu alisema kwamba atakupa nyumba. Mpendo katika Kristo, baada ya hivi vitu, ya hii changamoto kukupata, huwa ahadi ya Mungu inakuja kutimilika.
Mpendwa katika Kristo, usikate tamaa kwa hali yako ya sasa, usikate tamaa kwa kile unachokipitia. Binti ambaye unatarajia mchumba, binti ambaye unatarajia ndoa, kijana ambaye unatarajia ndoa, kuna baadhi ya changamoto ambazo lazima ukutane nazo kwa ajili ya wale ambao watakuvunja moyo, kwa ajili ya wale ambao watakupanga majina, kwa ajili ya wale ambao watakuwa kizuizi na vikwazo kwa ajili ya msafara wako kwa kuifikia ndoa. Mpendwa katika Kristo, mpendwa katika Kristo, jitahidi kwa mvumilivu, jitahidi kwa mvumilivu na kujua ya kwamba alichokiahidi Mungu sharti kitimie. Alichokisema kwa ajili ya maisha yako sharti kitimie. Mpendwa katika Kristo, kile ambacho Bwana amekuahidi ni sharti kitimie. Wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umenenwa na kupangwa majina kwa siku ya leo, zingatia tu sauti ya Mungu ya kwamba Mungu aliahidi ni sharti itatimia. Haijalishi mapito unayopitia na vitu ambavyo vinakuja kuleta msongamano katika imani yako, lakini mpendo katika Kristo, kaza imani yako ukimwamini Mungu ya kwamba kile alichokisema kwako sharti kitimie. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mpendo katika Kristo, kumbuka kwamba Mungu hawai wala Mungu hachelewe, lakini pale ambapo unapoona ya kwamba unadumu katika hali ya kutatadisha, katika changamoto, katika hali ya kukutisha, fahamu ya kwamba Mungu anajua kile ambacho unachokipitia na anajua muda na wakati ambao unafaa kwa kuleta matokeo na matunda ya kile ambacho alichokuahidi. Usikate tamaa, usitafute njia za shortcut kuwaendea waganga wa kienyeji, kuwaendea wafumu, kuwaendea wachawi, kuwaendea walaguzi na wale wote ambao inaonekana kuwa ni njia ya kukurahisishia kufikia katika lengo la mafanikio. Mpendo katika Kristo, usikate tamaa, baki mwaminifu kwa Mungu, baki mwaminifu kwa Mungu, baki katika hali ya unyenyekevu. Kumbuka kwamba Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa unyenyekevu neema. Tulia kuwa mnyenyekevu kwa Mungu. Haijalishi dada, wamekupanga majina na kusema ya kwamba umekesha. Mpendo katika Kristo, hakuna kuchelewa kwa Mungu. Kile ambacho Mungu amekiahidi ni sharti kitimie, na kitatimia kwa wakati ambao ni mwafaka, ambao ni bora zaidi. Kumbuka ya kwamba wakati wa Mungu ni bora zaidi. Wapendwa katika Kristo, musikate tamaa, musikate tamaa, musikate tamaa. Mungu anawajua, Mungu anawapenda na Mungu anawawazia mema. Mungu akubariki mpendwa katika Kristo. Tambua neno hili ya kwamba kabla hujafikia mafanikio ni sharti kupitike jangwa, ni sharti ionekane jangwa mbele ya msafara wako, na hiyo jangwa utakayoiona haiji kwa ajili ya kukuangamiza. Hiyo jangwa ni kwa ajili ya mtihani ambao Mungu anataka akupitishe ndani, kwa sababu apime imani yako, kwa sababu isionekane kwamba unamwamini Mungu kwa midomo tu, lakini moyo wako uko mbali naye. Lakini hilo jangwa ambalo Mungu ameamua kukupitisha ndani ni kukupima uchaji wako kwake, kwa sababu Mungu anapokupitisha kwenye jangwa ni kuona ya kwamba je, umekomaa katika imani yako, katika kumwamini Kristo, katika kuamini Mungu ambaye amekuahidia hilo jambo. Ndio kwa sababu ya hilo jangwa, ni kwa sababu ya hilo jangwa mtihani huja kwa wale ambao wanaokwenda shule. Mara mingi huwa mtihani huja kwa ajili ya kuona ya kwamba je, wanafaa ili wapandishwe cheo
ili wapandishwe kwenye darasa lingine. Unapoona ya kwamba wanafaa, huwa wanapandishwa darasa lingine. Mpendo katika Kristo, hakuna kupandishwa darasa nyingine pasipokuwa na mtihani, na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Kumbuka Ayubu aliposhinda alipandishwa cheo. Kumbuka Yusufu aliposhinda alipandishwa cheo. Hata wale wote ambao ni mashujaa, wale wote ambao ni watumishi wakubwa wa Mungu, na wale wote ambao Mungu aliwatumia katika njia tofauti, kumbuka kwamba kabla hawajakuzwa kuna baadhi ya mitihani ambayo walishinda. Kuna baadhi ya mitihani ambao wameishinda. Je, wewe ni mjane? Umeishi katika hali ya ujane kama Mungu alivyokusudia kusema ya kwamba mjane anapaswa ishi kwa njia hii, ama unatafuta njia ambazo zitakazokupelekea kuwa huru na kuishi kutokuwa mjane kwa hali ambayo unaionyesha? Je, unatii? Kwa sababu inaonekana kwamba kuna baadhi wanaoitwa wajane lakini si wajane, bado wako na waume wengi. Hao wanafananishwa kama yule mwanamke Msamaria ambaye alikutana na Yesu kisimani. Yesu alipomwambia nenda ukamwite mume wako, yule mwanamke akasema, Bwana, sina mume. Lakini Yesu alimwambia, umesema kweli huna mume, kwa sababu hata yule uliyekuwa naye si wako. Na wengi huwa wanaishi kama huyo mwanamke, wamekuwa na waume wengi ambao wamejikamatia, lakini kiuhalisia ya kwamba waonekana kama ni wajane. Mpendo katika Kristo, huwezi kuwa na amani wakati bado unaishi na waume wa watu. Huwezi kuwa na amani wakati bado unaleta kilio kwa familia nyingine. Mpendo katika Kristo, hicho unachokifanya si vizuri. Wengi huwa wanatafuta njia ambazo za kutoroka ama za kukimbia ama za kukwepa jangwa ambayo wameingizwa ndani. Mpendo katika Kristo, usikimbie hilo jangwa ambalo umepitishwa ndani, kwa sababu hiyo ni mtihani wako. Unaposhinda hiyo mtihani, pana aina ya mafanikio ambayo Mungu anakuandalia hapo mbele yatakayokufaa wewe. Lakini mpendwa, kuna baadhi ya watu wengine ambao huwa wanakutana na changamoto kabla ya kufikia ndoa. Lakini mpendwa katika Kristo, ninakuamuru katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba tii mapenzi ya Mungu, tii neno la Mungu, uwe na subira na umwamini Kristo, na Mungu atakuwezesha katika kipindi kigumu na kizito hicho ambacho unachokipitia kwa sasa. Basi kwa leo, Mungu awabariki na azidi kuatia nguvu. Mpendo katika Kristo, jangwa ambalo unapitia haiji kwa ajili ya kukuangamiza. Najua kwamba kuna matatizo na magumu na shida ambazo unazozipitia, nazo zinakufanya kabisa uache imani, nazo zinakufanya kabisa ukate tamaa, nazo zinakufanya kabisa usiamini watumishi wa Mungu ama kuamini baadhi ya maneno ambayo umefundishwa matakatifu. Lakini mpendo katika Kristo, Mungu bado anakuona, Mungu bado anakutazamia, Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakuhitaji, Mungu bado anasema neno juu ya kile ambacho unachokipitia. Basi tuombe. Mungu Baba Mungu, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu mpendwa na kaka huyu, dada huyu, na baba huyu na mama huyu ambaye amenisikia kwa muda kama huu. Baba, ninaomba fungua neema yako kwa ajili ya taifa lako katika jina kuu la Yesu Kristo. Kila mipango yote ya uharibifu wa giza
na vifungo vyote vya giza na kila roho yoyote ambayo inaleta kutokuwa na subira kwenye maisha yao na kusababisha kutoka katika msimamo, kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka, kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka. Roho za uasi, za kukwepa jangwa, za kutuma wanaasi na kunena maneno yasiyofaa kwa ajili ya vipindi vigumu wanavyovipitia, kwa jina la Yesu Kristo, kila roho ya kuondoa imani kwenye maisha yao na iharibishia kazi kwa damu ya Yesu Kristo aliyefufuka. Mipango yote ya uharibifu wa giza ipate kushindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, natangaza neema na ukombozi kwa jina la Yesu. Jenga imani ya baba huyo ambayo imekuwa ikiondolewa kwa ajili ya shida na matatizo aliyopitia. Jenga imani ya huyo ndugu ambayo iliondolewa kwa njia ya magonjwa na vitu vingine ambavyo amevipitia. Mungu mtakatifu, inaomba neema na rehema zako zionekane na kuzidishwa kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya taifa lako siku ya leo, katika jina la Yesu. Natangaza ukombozi, natangaza neema ya urejesho kwa vile ambavyo adui ameviiba kwenye maisha ya ndugu, katika jina kuu la Yesu Kristo aliyefufuka. Baba, nawabariki watu wako na kuwaweka mkononi mwako, watie nguvu Baba, ujibu mahitaji yao. Mungu mtakatifu, ulisema ya kwamba huwezi kumwacha mtu kujaribiwa kupita imani yake. Baba, ujenge imani ya huyu ndugu. Bwana Mungu wa Israeli, watendee watu wako mema, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Natangaza ukombozi juu ya wagonjwa wote, wale wote walionaswa katika mitego ya adui, katika mitego ya shetani, katika mitego ya wachawi, katika jina la Yesu Kristo. Naondoa magonjwa yote yanayosababishwa na wachawi.